Haleluya, nakaribisha kila mmoja siku ya leo. Karibuni tushiriki neno la Mungu. Hakika neno la Mungu ni uzima. Hakika hili neno la Mungu tunaona Kristo akisema ya kwamba sio mkate tu unaweza weka mtu hai, lakini neno la Mungu linalotoka katika kinywa chake. Neno la Mungu ni uhai na ni uzima. Karibuni sana kwa jina la Yesu. Tutashiriki katika kitabu cha Luke 19. Tutaanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10. Luke 19:1-10. Na kichwa cha mahubiri nimekiita wakati Yesu anaingia nyumbani mwako. Na hii ni habari ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa mtosha ushuru. Alikuwa tajiri, lakini watu hawakumpenda. Hawakumpenda kwa sababu walimuona mwenye dhambi. Hawakumpenda sababu walimuona mtu ambaye aliibia wengine. Sababu ya kutosha ushuru, alikuwa anatosha kiwango cha juu. Lakini tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Zakayo alitaka kuona Yesu. Wakati alisikia Yesu anapita akatamani kumuona. Lakini tunaona ya kwamba umati ulikuwa mkubwa sana na alikuwa mfupi. Kwa hivyo hangeweza kumuona. Umati ulikuwa mkubwa na mwingi na alikuwa mfupi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba alikimbia mbele, akaenda akapanda juu ya mti wa mkuyu ili amuone Yesu akipita. Jina la Bwana liinuliwe. Fikiria uone ya kwamba mtu ambaye ni tajiri, mtu ambaye ni tajika, alikuwa anakimbia mbele ya watu, anakimbia akaenda mbio na akapanda juu ya mti. Jina la Bwana liinuliwe. Sababu tunaona ya kwamba alikuwa na hiyo shauku ya kuona Yesu. Alitamani akasema, mimi nataka tu nimuone. Hiyo shauku lilikuwa limejaa kwa moyo wake. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona ya kwamba hakuogopa watu watasema namna gani. Yeye alikimbia, aliamua na moyo wake, akaamua mimi nataka kuona huyu mtu ambaye anaitwa Yesu. Akaamua na moyo wake. Tunaona ya kwamba hakutaka kitu chochote kimzuilie, lakini tunaona ya kwamba Zakayo alikimbia na akapanda juu ya mti. Sasa wakati alipanda, tuacha tusome tuone mstari after kupanda, tusome mstari wa 5. Inatuambia aje? 5 inasema, na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Haleluya. Tunaona ya kwamba wakati alifanya uamuzi na akapanda juu ya mti ili amuone Yesu. Naye Yesu tunamuona ya kwamba alifika pale akatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa maana imenipasa kukaa nyumbani mwako leo. Haleluya. Hivyo sasa, hiyo ni usemi wa Kristo. Tunaona akimwambia tunaona ya kwamba Yesu alimuita kwa jina lake. Sasa unaweza shindwa, nani huyo aliambia Yesu jina lake ni gani? Tunaona uamuzi Zakayo alifanya peke yake, akakimbia mbele ya umati na umati ulikuwa mkubwa, akaenda akapanda juu ya mti. Jina la Bwana liinuliwe. Yesu alipita akamuita kwa jina lake. Akamwambia, leo nitakuwa mgeni wako. Alikamwambia, leo nitaingia kwa nyumba yako. Tunaona ya kwamba Zakayo alikuwa anatafuta kumuona Yesu. Wakati alifanya uamuzi wake, alitafuta kumuona Yesu, lakini tunaona hapa Yesu na yeye alikuwa tayari ameamua kumuona Zakayo. Zakayo alitafuta kumuona Yesu, na Yesu aliamua, alikuwa tayari, alikuwa ameamua tayari atamuona Zakayo. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona ya kwamba Yesu alimjua kwa jina lake. Alimuita kwa jina lake akiwa juu ya mti. Aliangalia juu akamuona, akamuita kwa jina lake. Sasa tunaona Yesu anajua maisha yako, hata wewe mahali uko. Yesu anakujua kwa jina lako. Hilo jina unaitwa, Yesu anakujua.
as long as uko na hiyo shauku ya kumuona, kuna mahali uko unasema katika hili jambo Mungu siuingilie. Yesu anajua hilo hitaji lako. Yesu anakujua kwa jina lako. Na Yesu tunaona hapa akiambia Zakayo, Zakayo, shuka upesi, leo nitakuwa mgeni wako. Hata wewe siku ya leo Yesu anakuita kwa jina lako, anakuambia anakujua kwa jina lako. Yesu anajua maumivu yako. Yesu anajua jina lako. Yesu anajua maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu anakupenda wewe, anakupenda na anakuasa mema, anakuasia mema mahali popote ulipo. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona ya kwamba mstari wa 6 tunaona Zakayo alishuka upesi, alishuka haraka sana na tunaona alimpokea Yesu kwa furaha ya ajabu lakini watu walianza kunugunika. Wacha tusome tusikie. Mstari wa 6 inasema 6, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. 7 inasema hata watu walipoona walinugunika wote, wakasema ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Haleluya! Tunaona watu wakinugunika, wananugunika, watasema amekwenda kukaa na mtu mwenye dhambi. Watu tunaona walimhukumu Zakayo. Tayari walikuwa wameshamaliza kumhukumu, lakini Yesu alimkubali. Watu walikuwa wamemtega, wamesema hafai, wanasema hata hastahili kutembelewa na mtu yeyote, lakini tunaona Yesu alimwambia leo mimi ni mgeni wako. Yesu alikataa kumhukumu. Yesu alikataa kumtupilia bali. Tunaona Yesu alimwambia, Yesu alimkubali na akamleta karibu na yeye. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, acha niwaambie ya kwamba watu wanaweza kukukataa. Labda mahali unasikiliza watu wamekukataa. Umekataliwa na walimu, umekataliwa na society, watu wamekukataa. Lakini Yesu anakukubali. Licha ya dhambi zile uko nazo, licha ya zile mambo umefanya, Yesu anakuambia agali anakupenda, agali anakujua kwa jina lako, anakuita kwa jina lako. Yeye hata akuhukumu, anakuita kwa upendo. Watu wanaweza kukuhukumu. Watu wanaweza kukukataa. Lakini Yesu haleluya, anakupokea jinsi ulivyo. Anakupokea, anakuita na anakuhitaji jinsi ulivyo. Anakupokea Yesu namna hiyo ulivyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu wetu asubiri, hangojei ati ukue mkamilifu ati ndipo akuje kwako. Hapana, anataka kukuja kwako ukiwa vile ulivyo. Hivyo huko ndio anataka kukuja kwako akubadilishe. Vile tunaona Lazaro alikuwa mtosha ushuru, alikuwa ameibia watu, alikuwa amenyang'anya watu, lakini Yesu hakumhukumu, alimkaribisha na Yesu akakubali kuingia. Yesu hasubiri uwe mkamilifu ndipo aje kwako. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaendelea kuona mstari wa 8. Naona sasa wakati Lazaro amekutana na Kristo, na Kristo akakosa kumhukumu, akamkaribisha. Tunaona mstari wa 8, Zakayo akisema, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila nitamrudishia mara 4. Angalia wokovu sasa. Angalia, amesema atarudisha mara 4. Hapa tunaona ya kwamba wapendwa, mabadiliko ya ukweli ambayo ilifanywa na Zakayo. Tunaona alikuwa mnyang'anyi. Sasa tunaona amesema atasaidia maskini, atasaidia wale ambao hawana, na akasema wale ambao amewanyang'anya atawarudishia, si mara moja, atarudisha mara 4. Angalia mabadiliko ya aina gani. Mwenye dhambi ameshatubu. Wakati Yesu amemkaribisha, tunaona ametubu na amesema amekuwa mkarimu. Tunaona amekuwa mwaminifu sasa, na ameenda kwa uasi akasema ndio, nilikuwa nimenyang'anya, lakini wenye nimenyang'anya nitawarudishia. Tunaona ya kwamba wakati Yesu anaingia katika maisha ya mtu,
tunaona ya kwamba maisha yanabadilika. Maisha ya mtu huyo inabadilika kabisa. Wokovu mpendwa, wokovu sio maneno tu. Wokovu ni maisha mapya. Acha zile njia ulikuwa unatembea nazo, unatembea na njia zingine mpya. Tunaona Zakayo hapa anasema ya kwamba nitarudisha zile ambazo nimenyang'anya watu, zile ambazo nimetosha ushuru wa juu, nitarudisha. Tunaona hapa amekubali kubadilisha maisha yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Yesu alimwambia namna gani? Mstari wacha tusome mstari wa 9 na wa 10. Tunaona ya kwamba Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. 10 inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Alimwambia leo wokovu umefika nyumbani humu. Sababu ya uamuzi ambao Zakayo alifanya ya kutaka kumuona Yesu, naye Yesu hakujifanya. Hiyo bidii ya Zakayo ya kwenda kupanda juu ya mti, Yesu hakumuigino, hakupita atejua kona umati aende. Alikuwa amekuja haswa sababu ya huyo mmoja ambaye hata yeye alisema hata huu ni uzao wa Ibrahimu. Alikuja kwa sababu ya huyo. Tunaona ya kwamba hiyo ndio kazi Yesu alikuja kufanya. Yesu alikuja kutafuta waliopotea. Haleluya. Yesu tunaona alikuja kuokoa wenye dhambi. Haleluya. Yesu alikuja kurudisha waliofujika. Alikuja kuokoa, hakukuja kuhukumu. Alikuja kuokoa. Alikuja kutafuta waliopotea. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe tunaona ya kwamba wewe si makosa yako. Usikae kwa makosa. Wewe si makosa. Maisha yako ya zamani usikae tu kwa hiyo maisha ya zamani. Inakwambia ulifanya. Yesu atakupatia mwanzo mpya. Anaweza kukupa mwanzo mpya. Jina la Bwana lipewe sifa. Anaweza kukubadilishia maisha mapya. Na uwe tunaona Zakayo hapa amebadilishwa na amekuwa kiumbe kipya. Ameachana na njia zake mbovu sawisi. Amesema atarudisha kile ambacho alikuwa amenyang'anyana. Alisema atarudisha. Akasema atatusaidia hata maskini. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba Zakayo hapa tunaona alipanda mti ili amuone Yesu. Haleluya. Lakini Yesu na yeye tunaona ya kwamba akamuita. Akamuita akamwambia, Zakayo, hata siku ya leo mpendwa, Yesu anakuita wewe. Anakuita kwa jina lako. Anajua wewe unaitwa nani. Mahali popote unasikiliza ukiwa, Yesu anakuita na anakuhitaji na anakuita kwa upendo. Anakuita njoo. Anakuambia njoo, kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo aje duniani ili yeyote amwamini asipotee. Hataki yeyote apotee. Anataka yeyote atakayesikia kama Zakayo aweze kushuka, aje aingie moyoni mwako. Jina la Bwana lipewe sifa. Sababu Mungu Yesu Kristo anakuita. Je, utaitika? Jina la Bwana liinuliwe. Utaitika, anakuita mpendwa. Mahali popote uko, mahali popote unasikiliza ukiwa, utaitika mpendwa. Je, utamkaribisha Yesu maishani mwako? Jina la Bwana liinuliwe. Uko tayari kubadilishwa naye? Vile tunaona alimwambia siku ya leo wokovu umekuja nyumbani mwako. Uko tayari siku ya leo kubadilishwa na Kristo? Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha nikwambie mahali popote unasikiliza ukiwa, haijalishi umefanya dhambi kiwango gani. Haijalishi umefika mwisho kiwango gani. Haijalishi watu wamekukataa namna gani. Tunaona kumbuka Zakayo. Alikuwa amekataliwa. Hata tunaona anafanya maamuzi peke yake, sababu tunaona hakuna rafiki hapo. Watu walikuwa wamemtega, lakini alikimbia. Kristo hakumtega. Kristo hakumwangalia kama mwenye dhambi. Alimuita akamwambia, shuka leo nitakula pamoja na wewe. Hata watu kunugunika, tunaona Kristo yeye hakusikiliza manuguniko ya watu. Yeye alienda akaingia kwa nyumba ya Lazaro wakakula pamoja. Yesu bado
anakuita kwa jina lako, anakuita mahali popote uliko. Anasema wokovu umekuja katika mlango wako. Hii sauti unasikia ikiongea ni Yesu anabisha katika moyo wako. Anakuambia sikia sauti yangu unifungulie. Yesu anakuita sababu anataka akubadilishe maisha yako. Anataka uwe kiumbe kingine kipya. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona ya kwamba Yesu hakupitia Yeriko tu. Jina la Bwana liinuliwe. Alisimama kwa ajili ya Zakayo. Jina la Bwana liinuliwe. Si eti tu alikuwa anapita tu, alienda akasimama, akaona mtu mmoja amepanda mti sababu anataka kuniona. Na yeye Yesu akasema leo nitaingia katika nyumba yako. Hata siku ya leo anasema ukikubali nitaingia katika moyo wako. Nitakuja nikule pamoja na wewe. Nitakuingia nibadilishe maisha yako. Nitaingia nikufanye kiumbe kipya. Nitaingia nifanye yale ambao umeona yamekulemea. Nitaingia ili unipatie mizigo nikubebee. Mpendwa mahali uko, choka kujibebea mizigo sababu mizigo ni mizito. Hauwezi bila Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu anasimama kwa ajili yako. Hata dakika hii, hata wakati wa leo, Yesu anasimama kwa ajili yako mpendwa. Anakuita, anakuambia mahali uko, mimi nakuita, ninakuhitaji, ninakupenda. Fungua moyo wako ili niingie nile pamoja nawe. Na ni wokovu tu, akwambie kama vile ameambia Zakayo, wokovu siku ya leo umekuja katika nyumba yako. Hilo ndio neno la Bwana siku ya leo mpendwa. Ni Kristo anakuita, anataka kuingia sababu anakupenda na anakuasa mema. Muda umezidi kuyoyoma, tuna kwa nyakati za mwisho, lakini yule ambaye atasimama ni yule ambaye ameitanishwa na jina la Kristo. Yule ambaye atakubali kufungua moyo wake, Yesu Kristo aingie. Maisha watu yawezi maisha bila Kristo. Ndiposa tunapaswa tumpatie mizigo atubebee, na ili uweze kumfanya mwokozi wa maisha yako. Na sio gumu, ni kuamini na moyo wako na kukiri na kinywa chako. Hiyo ndio wokovu. Uamini kwa moyo wako na ukiri na kinywa chako, na uamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili yako. Hiyo tu uamini na ukiri Yesu ni Bwana, umeokolewa katika jina la Yesu Kristo. Ni Yesu anakuita kwa upendo sababu ako na haja na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na kupenda mpendwa mahali huko, Yesu agali anakuita ili akubadilishie maisha kama Zakayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.